watahukumiwa kwa kutoliheshimu taifa lile, pia na bendera yake. Hivyo atahukumiwa mtu ajifanyaye mjanja kwa kusema siku ni siku ya saba siyo bora sana. Hivyo Mwenyezi Mungu kaitenga siku ya saba iwe ni sabato kwake, pia kwa watu wake. Kwa nini nijifanye mjanja nikisema siku ni siku? Ndugu na dada mtazamaji, ni wakati mwingine ambao tumefika hapa ili tuweze kujifunza neno hili la tusome Biblia. Asanteni sana popote mlipo. Nataka nishukuru chief wetu kutoka sehemu ya Ngoroin ambaye anaitwa Chief Philemon, ambaye nilienda nikafanya makambi kwake, nikaishi kwake, na washiriki wa Ngoroin huko SDA Church, na watu wa area hiyo yote, Cheptarit, watu wa hata kina Susan kutoka hapo Celia ambao nilienda kwao, wananikaribisha na washukuru sana. Na wakati huu nawasalimia washiriki wote wa makanisa mbalimbali, makanisa ambao walienda leo kanisani Jumapili, na wale walienda jana siku ya Sabato, na wasalimu popote mlipo. Asanteni sana. Nataka tuendelee katika kipindi chetu cha tusome Biblia, na kabla hatujaanza hebu na tuombe. Baba Mungu, unapaswa kutukuzwa milele. Tunapoanza kipindi hiki, tunaomba Roho Mtakatifu uweze kutuongoza tuelewe jinsi ambao unahitaji kwetu, kwani tunaomba kwa jina la Yesu mwombezi wetu. Amen. Mada yetu ya siku ya leo, ndugu yangu na dada, ni juu ya furaha. Hiyo ni mada yetu ya siku ya leo, furaha. Na utangulizi tutapata kwa kitabu cha Zaburi 35 fungu la 9. Kitabu cha Zaburi 35 fungu la 9, hiyo ni utangulizi. Nasema hivi: ndipo nafasi yangu itashangilia katika Bwana na kufurahia wokovu wake. Ndipo nafasi yangu itashangilia katika Bwana na kufurahia wokovu wake. Furaha itapatikana wakati ambapo tunafurahia wokovu ambao tumeokolewa. Hakuna kitu kingine ambao unaweza furahi sana kuliko wokovu ambao tumeokolewa. Tunaufurahia wokovu. Wewe umefurahia wokovu ambao umeokolewa? Umeufurahia? Furaha haipatikani kwa mambo mengine isipokuwa tu inapatikana kwa wokovu katika Kristo Yesu. Lakini hapa tuna pointi 7. Kuna mambo 7 ambayo nataka tuangalie juu ya furaha. Point number 1. Huko mbinguni ni nchi ya furaha. Nataka leo uelewe hivi: kama kuna mahali kuna furaha ni huko mbinguni. Na kama unahitaji furaha kamili ya milele na milele, jipange kwenda mbinguni Yesu atakapokuja mara ya pili. Na jitayarishe, kwa sababu ana mpango uingie huko. Kama unahitaji furaha, hakuna mahali mengine kuna furaha. Lakini mtusikie hata wakati huu sasa. Ayubu 38 fungu la 7. Ayubu 38 fungu la 7 sasa: wakati nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na malaika wote walipokuwa wakipiga kelele kwa furaha. Wakati nyota za asubuhi. Nyota za asubuhi ni malaika ambao wanaongoza malaika mbinguni. Wakati malaika wote walipokuwa wakipiga kelele kwa furaha, wale ambao wako mbinguni ambao ni malaika wana furaha wakati wote, hakuna huzuni huko. Kwa hivyo huko mbinguni ni nchi ya furaha. Na kama unahitaji furaha, kama hujapata furaha dunia hii, kuna mama mmoja ananieleza, pastor, mimi kabisa tangu niolewe, nilipokuwa nyumbani na baba yangu na mama yangu nilifurahi. Baada tu ya kuolewa furaha ikapotea. Mama wangu amenitesa, mume wangu anakasirika, yani yote. Lakini wewe nikueleze, usijaribu kukosa furaha ya hapa na ukose ya huko. Hiyo itakuwa ni ujinga na upumbavu. Usijaribu kukosa hiyo. Tafuta furaha ya mbinguni. Ikiwa hapa tuna shida, wakati mwingine tunakuwa na ugonjwa, wakati mwingine tunasikia kichwa na kuuma, wakati mwingine unasikia umekosana, lakini sawa, kuvumilia. Lakini ujue huko mbinguni kuna furaha. Ukisoma kitabu cha Zaburi 9:11 inasema hivi:
Mwimbieni sifa Mwenyezi Mungu akaaye Sayuni, yatangazieni mataifa mambo aliyoyatenda. Mwimbieni sifa Mwenyezi Mungu. Kama kuna sifa ambayo nataka kuimba, ni ile ambayo tunamwimbia Mwenyezi Mungu, yeye akaaye Sayuni. Wala ambao wanakaa mbinguni wanamwimbia Mungu. Na kama hauwezi kumtukuza Mungu, kama hauwezi kumwimbia Mungu, hakuna siku utapata furaha. Ni furaha nzuri sana hata wakati wote tunapokuwa katika Kristo Yesu, tunapomwimbia Mungu. Kwa hivyo huko mbinguni kuna furaha. Malaika ambao wako huko wanamwimbia Mungu kwa furaha. Viumbe vyote ambao wako mbinguni wana furaha. Ni hili dunia yetu peke yake tangu dhambi ndio iliondoa furaha, ikaleta huzuni. Huzuni huenda pamoja na dhambi. Point namba 2. Mungu ni mwanzilishi wa furaha. Kama kuna mwenye ameanzisha furaha, na kama kuna mwenye ana furaha, ni Mungu mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Mhubiri 2:26 inasema hivi. Mhubiri 2:26. Kwa maana amempa mwanadamu aliye mwema mbele zake hekima na ujuzi na furaha, bali amempa mtenda dhambi shughuli ya kukusanya na kuleta pamoja, ili tu ampe mtu aliye mwema mbele za yule Mungu wa kweli. Hilo pia ni ubatili na kufuatilia upepo. Mungu amempa mwanadamu mwema hekima, ujuzi na furaha. Hiyo vitu tatu inaenda pamoja. Hekima, ujuzi na furaha zinaenda pamoja. Na kama hauna hekima, hautapata furaha. Maana kazi yako tu ni kukasirika tu. Mtu ambaye amekasirika tu, anakasirika, hasira, shida, hasira. Hata kitu kidogo kinamkosea. Hata mtoto acheke kwa nyumba ana hasira. Hata mke akifurahi anakasirika. Lakini kama hauna furaha, na kuomba ndugu na dada, hebu omba Mungu huyu akupe furaha. Atakupa furaha ya kweli. Ukisoma Yohana 17 fungu la 13 nasema hivi. Lakini sasa nakuja kwako, na ninasema haya wakati nikiwa ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu kikamilifu. Yesu anasema anakuja kwako Baba, ili wale ambao tulikuwa pamoja ulimwenguni, wale ambao alituacha hapa, tuwe na furaha. Hata Mungu alipoenda mbinguni, hata tunapokuwa hapa sasa hivi, wale ambao wamekuwa na Kristo Yesu wanakuwa na furaha. Wale wako na Kristo Yesu. Kama tungehitaji familia zetu siwete kupata furaha, ni kwamba hebu tuangalie huyu Mungu ambaye ni mwanzilishi wa furaha, ili huyu Mungu mwenye ana furaha aweze kutupatia furaha ya kweli. Yes. Furaha ya kweli kabisa, hakika tutapata katika Kristo Yesu. Pointi ya 3. Tunapata furaha tunaposamehewa dhambi zetu. Katika hii hatua ya 3. Tunapata furaha tunaposamehewa dhambi zetu. Let me tell you my friend. Kama hujasamehewa utakuwa una shida. Lakini ukiambiwa kwamba umesamehewa mwanangu, utakuwa na furaha. Waje nikueleza sasa, wewe ambao ulia una shida. Labda umefunja amri za Mungu, labda umekuwa mlevi, labda hujaokoka, labda umekosea wazazi wako, labda umekosea Mungu, umefanya, lakini Mungu anapokusamehe, utakuwa na furaha. Ukisoma kitabu cha Zaburi 32 fungu la 1. Zaburi 32 mstari wa 1. Heri mtu yule ambaye amesamehewa makosa yake, ambaye dhambi zake zimefunikwa. Ukisamehewa dhambi zako zinafunikwa. Mungu hawezi onyesha dhambi ambayo ulifanya. Waje nikueleze siku ya leo. Kama umesamehewa, hizo dhambi zako zitasitirika. Mungu ataficha. Mungu atafunika, hatatangaza. Waje nikueleze leo. Kama ulikuwa mlevi, hiyo ulevi yote ulifanya siku ile, ukisamehewa hiyo ulevi yote, hata kwa video yote inakuwa deleted. Mungu ana delete. Kama ulikuwa mwasherati, ata delete hizo.
atadelete hizo. Kama ulikuwa muuaji atadelete hizo. Na ataonyesha tangu uliposamehewa, tangu ulipookoka akakusamehe ukawa na maisha mema, sasa ataonyesha maisha ya sasa. Kwa hivyo Mungu hawezi kuonyesha makosa yako. Utakuwa na furaha kwa sababu aibu ile ulifanya mingi haitaonyeshwa. Unajua mtu anapofanya dhambi ni vitu vya kisa, vitu vya aibu, hata kama hautaki ionekane. Hizo dhambi hizo. Niliuliza mzee mmoja alikuwa anakunywa pombe kabisa. Nikamuuliza mzee, sasa hii pombe yako hii ambayo unakunywa utawaja kweli? Akasema acha nisiweze kunywa. Nikaeleza sasa, na hii pombe unaonaje? Huyu kijana yako huyu alikuwa na kijana mdogo anaitwa Enoch, alikuwa miaka 7. Nikamwambia Enoch tupie pombe, huyu Enoch akakunywa. Akasema wewe Enoch yangu hawezi kunywa pombe, sitaki anywe pombe kabisa, sitaki. Nikamweleza, na wewe mbona unataka mtoto asikunywe na wewe mwenyewe? Akasema apotee kama mimi, sitaki aharibike. Hataki mtoto aharibike. Kumbe anajua hata mlevi anajua unywaji wa pombe ni kupotea. Hata that's why hana furaha. Akasema hawezi kunywa, waje tu mimi mwenyewe. Alafu mwingine akaeleza vijana yake ambao walikuwa maliza form 4, akaambia vijana yangu, msijaribu kupotea kama sisi. Usikunywe. Kwani hata mlevi apende mtoto wake. Labda ile mlevi mbaya akili, lakini walevi ambao ni soba anajua amepotea, lakini hataki hata mtoto wake anywe pombe. Hata mke wake hataki. Anataka yeye mwenyewe, akasema wacha nipotee peke yangu. Unaposamehewa utakuwa na furaha. Ukisoma Zaburi 106 fungu la kwanza, utaona katika screen yako. Msifuni Bwana, mshukuruni Bwana, kwa kuwa ni mwema. Upendo wake wadumu milele. Upendo wa Bwana unadumu milele. Tukimsifu Bwana tutakuwa na furaha. Yeye ambaye ametusamehe dhambi zetu, kwa maana ya upendo wake ya kutusamehe, tutamsifu na kumshukuru kwa furaha. Amen. Tutamsifu na kushukuru kwa furaha. Ndugu zangu, wacha nikueleze kitu kimoja. Hakuna kitu kinachopita tukiwa na furaha. Furaha ni kitu cha maana kabisa. Ukiwa na furaha, Kristo huyu ambaye ana furaha atafurahi, atakubali, hata Roho wa Mungu atakubali kukaa kwako. Lakini Roho wa Mungu hawezi kaa kwa watu wa huzuni, kelele. Kuna nyumba ambayo mume akifika tu anapoteza furaha. Kelele tu, nyinyi watoto nini? Kelele, baba kelele, mama kelele, kila kitu. Furaha inaondoka kwa hiyo nyumba. Wacha nieleze kitu kimoja. Nyumba zote ambazo zinaanza kupikana, kelele na kila kitu, hao watu hawaishingi miaka nyingi. Maana maombi yao hata haifiki mbinguni. Tuachi hata walikuwa wanasema zamani, nilikuwa nasikia wazee wakisema zamani. Mimi nikiwa mtoto, unapotaka kwenda safari ya mbali, waachana na kukosana na kelele. Safari itakuwa mbaya. Maana yake ni kwamba Roho wa Mungu ambaye maombi ambaye haijafika mbinguni, sababu ya kelele hizo, hatutafaulu. That's why nyumba zote za kelele na kupigana na kila kitu, miaka zote umaskini inaingia kwa hiyo nyumba. Ukihitaji umaskini upotee kwa hii nyumba, ukihitaji magonjwa yapotee kwa hii nyumba, hebu furaha ikae katika hii nyumba. Furaha ikiingia katika nyumba, let me tell you my friend, kila wakati utakuwa na furaha. Utapokuwa na furaha, mali itakuja. Utakula hata hiyo kidogo na inabarikiwa. Ukitaka Mungu afanye miujiza, hata kama kuna ugonjwa umekuwa mna furaha na mwingine alikuwa na nini, mkiomba mnaambia Mungu utusamee, ututibu ugonjwa usiku, malaika wa mbingu atashuka wakati mmelala usiku, na unasikia kesho. Ndugu zangu, twende katika hatua ya 4. Hatua ya 4 nasema hivi: neno la Mungu inatuletea furaha. Ni kitu gani kinaleta furaha? Neno la Mungu linaleta furaha. Kama unahitaji furaha, hebu tafuta neno la Mungu. Neno la Mungu. Hakuna pale pengine. Hebu soma Biblia hii.
utakaposoma Biblia, utakapokubali hii neno ikae kwa maisha yako, hata utakapolala unawasa, unafikiria hii neno, ukifungua inasema Biblia inasema nini, neno hili la Mungu litakuletea furaha. Isaya 52 fungu la 7 anasema hivi: jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, aletaye habari ya njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Jinsi mizuri sana miguu ya wale wanaolete neno la furaha, wale wanaolete habari njema, wale wanaolete mahubiri, miguu yao ni safi sana, maana tunatangaza habari ya wokovu. Ukisoma maandiko matakatifu utapata furaha ya kweli, lakini usiposoma maandiko matakatifu hautapata furaha. Lakini ukisoma Biblia itakubadilisha. Na wacha niwaeleze kitu moja ambao huwa nawaeleza watu. Nikwambia mzee mmoja akanieleza, pastor, hii Biblia siwezi shika. Hii Biblia ni ya watakatifu. Wacha nikueleze leo. Hii Biblia si ya watakatifu. Biblia hii ni Biblia takatifu, na ni dawa, ni sabuni ambayo inaitwa Hyssop kwa mweka. Soma hii Biblia. Nilikueleza siku nyingine kasema, ndugu yangu, hata kama unasikia kwamba wewe kabisa wewe ni mwasharati, wewe ni mwizi, wewe ni mlevi, wewe ni nini, hebu soma Biblia hii. Soma tu pole pole. It will not condemn you. It will comfort you. It will change you. The word of God has a power. Maana Mungu aliposema Mungu aliposema kwamba iwe nchi ikawa, maana alisema tu. Na neno la Mungu ina hiyo power ambayo ukisoma utashangaa imekubadilisha. Hata kama ulikuwa mbaya wa namna gani, ulikuwa mlevi wa namna gani, ulikuwa mwizi wa namna gani, ulikuwa kafiri ambao hutaki Mungu, unaposoma neno la Mungu litakubadilisha. Unafikiri mimi kama mimi Kurgat nilikuwa mzuri? Unaponiona hivi nilikuwa mzuri? Oh, unanijua kwanza? Huyu. Lakini niliposoma neno la Bwana, nilikuwa nasoma vitabu, nasoma Biblia, nasoma. That's why unaona najua kila sehemu. Lakini wacha nikueleze ndugu yangu, niliposoma nikafurahia, naona ni tamu. Ukisoma historia ya Zakayo, jinsi alipokuwa akitaka kutafuta Yesu, nikasoma juu ya kina Mathayo, nikasoma jinsi Bartimayo alipoponywa, nikasoma jinsi Paulo alipokuwa anahubiri juu ya kuhesabu haki kwa imani, nikasoma juu ya Danieli 7, jinsi mataifa ya dunia itabadilika. Nilifurahia. Nikasoma Ufunuo mpaka nikajua kumbe tuko wapi. Niliposoma Biblia nikapata furaha. Unaposoma neno la Mungu inakupatia furaha. Ukisoma Yohana 15 fungu la 11, Yesu anasema hivi: nimewambia haya kusudi furaha yangu iwe ndani yenu, nanyi mpate kuwa na furaha iliyokamilika. Yesu amesema nimewambia haya neno yangu ili furaha ikae ndani yenu. Siku tutakaposoma neno la Bwana, furaha itakuwa katika maisha yetu. Hakuna siku nyingine. Yes. Kwa hiyo ndugu yangu, tukisoma neno la Bwana, tukijifunza neno la Bwana, furaha itakaa katika maisha yako. Lakini tusiposoma tutakuwa watu wa huzuni wakati wote. Hatua ya 5. Tutakuwa na furaha tunaposhika amri za Mungu. Tukishika amri za Mungu tutakuwa na furaha. Itapatikana tu. Hebu tusome kitabu cha Zaburi mlango wa 1 fungu la 2. Zaburi mlango wa 1 fungu la 2. Bali uifurahia sheria ya Bwana, naye uitafakari hiyo sheria usiku na mchana. Amen. Naye ufurahia sheria ya Bwana. Ukifurahia sheria ya Bwana, utaitafakari hiyo sheria usiku na mchana. Unaitafakari
Unajua kuna watu walisema kwamba basta, unajua nini? Hii sheria ya Mungu, hii sheria ni ngumu sana. Kutunza sheria kabisa. Hata kuna watu ambao hawaamini. Let me tell you my friend, sheria 10 za Mungu haikuokoi. Na hata hainiokoi. Na hata haileti wokovu. Lakini sheria 10 za Bwana ni tabia ya Yesu. Amri 10 za Mungu ni tabia yake hivyo. Yaani yeye ni Mungu number 1. Ni Mungu ambaye hakuna Mungu mwingine, ni yeye peke yake. Number 2, yeye ni Mungu afananishwe na sanamu. Number 3, yeye ni Mungu ambaye jina lake hahitaji bure. Number 3, yeye ni Bwana wa Sabato. Anapumzika. Hiyo ni amri ya 4. Amri ya 5, yeye unasikia kwamba watii wazazi wako. Hata Yesu alipokuwa dunia hii alitii baba yake na mama Maria. Ingawaje alikuwa Mungu, aliwatii. Alionyesha exactly. Tabia yake ni kwamba ya utiifu. Hata Yesu anasema kwamba baba yangu aliye mbinguni, nitafanya mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Ana heshima. Kama wewe una Yesu na una heshima, usinieleze kwamba wewe ni una Yesu na uko uheshimu baba na mama. Kuna hiyo. Usinieleze una Yesu na huku ati niliokolewa na huku unafunja Sabato. Haitawezekana uokolewe na vitu vingine unatupa. Kuna. Furaha itapatikana. Hata waje nikuambie leo. Ukiwa na furaha utaua. Hiyo ni amri ya 6. Wale wanaua, hata mtu mwenye anaua, huzuni inaingia katika maisha yake. Maana umeua. Amri ya 6 sema usiue. Kwanza wale ambao wanatoa mimba. Waje nikueleze. Nilihubiri siku nyingine mpaka mama mmoja ambaye alikuwa amekaa nyumba yake, alikuwa ameolewa alikuwa amemaliza miaka 12 kwa nyumba yake. Lakini alikuwa ametoa mimba zamani. Na hiyo shida ilimpatia huzuni kila wakati. Mpaka siku moja akakuja akanitafuta akaniambia, "Pastor, wacha nikueleze leo." Na unajua sisi pastor hatusemangi siri ya mtu. Akanieleza hiyo tunamaliza na yeye naisha tu. Akanieleza, "Pastor, nilitoa mimba nikiwa kidato cha 4. Na hiyo mimba na nilipotoa sasa imenisumbua akili yangu. Miaka yote kila wakati. Na hata kama niliokolewa, nilibatizwa, lakini nikamweleza, wacha nikueleze sasa." Alikuwa hajapata wokovu kwa Yesu. Nikamweleza, ndugu dada yangu, Yesu alikusamehe hiyo mimba ambayo ulitoa zamani. Unafikiria vitu vya zamani. Kama umeamini Yesu amekusamehe na hiyo iliisha. Na alipopata ujumbe huo alifurahi. Na alipofurahi na kutoka siku nilikamwombea, na wakati Kristo alipoingia katika maisha yake, Roho ya Mungu alipoingia akampatia raha katika moyo wake. Unapoua mwizi, mauaji, amri ya 7, usizini. Usinifu unaondoa furaha. Usifikiri unapozini itakupatia furaha. Unapozini furaha itaondoka. Kwa hivyo ndugu yangu, acha nikueleze, amri za Mungu inakuletea furaha. Kuiba pia na kuiba. Unapoiba utapata raha. Itakusumbua. Hata utakuwa na dhamira kwamba niliua. Lakini watatushika kweli. Labda nitashikwa. Unapoiba tasaka ya Mungu. Amri ya 9. Usifanye nini? Usishuhudie uongo. Utapata furaha. Unaposhuhudia uongo, watu wajue wewe ni muongo, una furaha. Na amri ya 10, usitamani mali ya jirani yako, kuwa na tamaa. Ukiwa mtu ya tamaa utapata furaha. Lakini Kristo akija kupatia maisha yako ambaye ina tabia yake, utapata furaha. Maana utakubali, utapenda amri za Mungu. Ndio unaona hapa anasema kwamba bali ufurahie sheria ya Bwana, nayo uitafakari hiyo sheria usiku na mchana. Unaitafakari kwamba kuiba si mzuri. Mungu amesema usiibe. Mungu amesema ufanye nini, usifanye vibaya. Ukisoma Zaburi 19:7, ikiuisha nafsi. Kwa hiyo nirudie. Sheria ya Bwana ni kamilifu, ikiuisha nafsi. Shuhuda za Bwana ni za kuaminika, zikimpa mjinga hekima. Inauisha nafsi, inaleta furaha. Sheria ya Bwana ni kamilifu, inaleta furaha. Ukisoma Zaburi 40:8, Zaburi 40:8,
Mungu wangu, natamani kuyafanya mapenzi yako. Sheria yako iko ndani ya moyo wangu. Sheria ya Bwana ikiwa katika ndani ya moyo yetu, ukipenda usichukue ni mzigo. Kama unasikia sheria ya Bwana ni mzigo, ujue bado Yesu hajaingia katika maisha. Lakini Yesu akiingia, hautaona ni mzigo. Tena haitakuwa ni shida. Pointi ya 6. Au hatua ya 6. Siku ya Sabato ni siku ya furaha. Hiyo ni hatua ya 6. Siku ya Sabato ni siku ya furaha. Ukisoma kitabu cha Isaia 56 fungu la 2 nasema hivi: heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, asishikaye Sabato asivunje, auzuiaye mkono wake usifanye uovu wowote. Heri afanyaye haya, mwanadamu ayashikaye sana, ashikaye Sabato asivunje. Mwenye avunje Sabato ana furaha. Let me tell you. Wacha nikueleze. Kuna jamaa mwingine akaniambia kwamba hata nena Yesu. Mwingine akaniambia ati Yesu, ati Sabato ni Yesu. Bora tu nimekubali Yesu. Haika andiko katika Amri 10 kwamba ikumbuke siku ya saba. Unapovunja siku ya saba hauna furaha. Lakini anasema kwamba afanyaye haya, mwanadamu ashike sana, ashikaye Sabato asivunje. Tena si mwenye anashika hivi, anashika Sabato sana. Sikia hii. Hebu angalia katika Isaia 58 fungu la 13. Isaia 58 fungu la 13 nasema hivi: kama ukigeuza mguu wako, usialifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kusifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Unasikia anasema siku ya Sabato siku yangu takatifu, akasema ukiita Sabato siku ya furaha, na akasema ndipo utafurahi. Kama kuna siku ya furaha ni siku ya Sabato. Furaha na raha tutabata, furaha na raha tutabata, furaha na raha tutabata, Yesu anaporudi, Yesu maana tutapata pumziko la milele. Saa hiyo kukubali Yesu. Unapofanya kazi yako katika siku 6, ikifika siku ya Sabato ambayo ni siku ya Bwana, unapumzika kwa furaha. Mathayo 12 fungu la 1 hadi 5. Yesu akasema hivi. Yesu alikuwa anaponya watu katika siku ya Sabato, kwa maana ilikuwa ni siku ya furaha. Yesu, kuna jamaa mmoja akakuja akauliza na Yesu, na hii mtu ambaye ni mgonjwa tunaweza kutibu? Yesu akasema, huyu mtu ambaye amekuwa mgonjwa atibiwe, na akasema fanya mema katika siku ya Sabato. Katika siku ya Sabato. Pointi ya 7. Tukimkaribisha Yesu kwa mioyo yetu, tutapata raha kwa maisha yetu. Tutakapokaribisha Yesu kwa maisha yetu. Wale kuuliza wewe mzee, umekaribisha Yesu? Mama, umekaribisha Yesu? Ufunuo 3 fungu la 20 nasema hivi: tazama nasimama mlangoni nabisha. Kama mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani na kula pamoja naye pamoja na mimi. Yesu anasema anasimama mlangoni. Ukifungua mlango aingie katika maisha yako, atakula na wewe. Mnakunywa pamoja na wewe. Na utapata furaha. Mathayo 11 fungu la 28 na 29 nasema hivi: njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu, mkajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtatulizwa rohoni mwenu. Maana nira niwapayo mimi ni laini na mizigo wangu ni mwepesi. Jifungeni nira yangu, jifunzeni kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Amen. Nira yake Bwana ni nyepesi. Nira yake Bwana ni nyepesi mno.
yeye ni mnyenyekevu, mpole kabisa, mwepesi mzigo, njoo kwake leo. Ukija kwa Yesu leo utapata furaha. Ukija kwa Yesu leo ndugu yangu, kama haujaokoka, kama kila wakati una huzuni, njoo kwa Yesu. Kama una mahali ya kupata raha kwa Yesu. Uweze pata raha kwa kurukati, uweze pata raha kwa anasa, uweze pata raha kwa mambo yote hiyo, lakini utapata raha ya kweli kwa Yesu. Ndugu yangu na dada, ninakusii ili uweze kumkubali Yesu. Ninakuita leo na Yesu anakuita ili uweze kumkubali Yesu. Karibu ndugu na dada. Na kama unahitaji furaha hii, hebu weka mkono yako juu ili tuweze kuomba. Hebu natuombe. Baba wa mbinguni, angalia dada huyu na ndugu huyu, wanahitaji furaha yako. Uweze kuwapatia furaha, waweze kukutegemea siku zote, wasimame imara katika neno lako. Utupatie furaha ya kweli. Kwani tunaomba kwa jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Asante sana ndugu na dada. Ninakushukuru kwa sababu umesikia kipindi hiki. Ninapenda upige simu sasa baada ya kipindi ili nitakujibu maswali ya ambao au utoe pongezi au kuhitaji zaidi. Kuna wale ambao wanahitaji marudio ya kipindi hiki. Kama unahitaji ili usikie kipindi hiki, labda kipindi hiki umepata nusu, ulifika itakuwa imeenda, enda kwa YouTube. Ukifika kwa YouTube, angalia Pastor Jonathan Kurukati, tusome Biblia. Unaweza kusubscribe, alafu utakuwa ukipata kila wakati mafundisho. Hata yale yote nimefundisha, enda kwa YouTube utakuwa ukipata. Mungu akubariki, akuongoze. Tutaonana tena wakati na saa kama huu katika wiki ijayo. Wakutoliheshimu taifa lile, pia na bendera yake. Hivyo atahukumiwa mtu ajifanyaye mjanja kwa kusema siku ni siku ya saba siyo bora sana. Hivyo Mwenyezi Mungu kaitenga siku ya saba iwe ni sabato kwake, pia kwa watu wake. Kwa nini nijifanye mjanja